karibuni mzee wa data amenukuliwa kwenye baadhi ya vyombo vya habari akisema ya kwamba Dar es Salaam Young Africans imepanda hatua, kwa maana ipo nafasi ya 9 kutoka ile nafasi ya 12. Leo tukasema tumfuate hapa ili aweze kufafanua kiundani kabisa na utoe ule ukakasi ambao wengi au mashabiki wengi walikuwa wakijiuliza. Mimi naitwa Saidi Tuntu na hapa nipo na mzee wa data. Mzee wa data, uko sawa sawa? Mimi niko vizuri, buheri wa afya. Natumai nawe pia ni mzima. Sisi tuko vizuri kabisa mzee wa data. Naam. Ukakasi umeusikia huko kwa baadhi ya wadau na mashabiki wa soka wakisema ya kwamba imepandaje Dar es Salaam Yanga, ilikuwa kwaje? Hebu tufafanulie hapa mzee wa data. Bila kupoteza muda, acha tu nikwambie kwamba CAF utaratibu wao viwango vya ubora huwa wanaangalia performance, ufanisi wa klabu chini ya mashirikisho wanachama 54 ndani ya misimu mitano ukiwamo msimu husika. Sawa? Timu ikiingia hatua ya makundi, iwe ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho, inavuna points, ambapo hapa kwa kukumbushia haraka kwenye ligi ya mabingwa ukiingia kwenye hatua ya makundi, halafu ukimaliza mkiani nafasi ya 4 unapata pointi 1, ukimaliza nafasi ya pili kutoka mkiani, kwa lugha nyingine nafasi ya 3 unapata pointi 2, timu mbili za juu zinazokwenda robo finali zinapata pointi 3. Timu inaingia nusu finali inapata pointi 4, finali pointi 5, bingwa pointi 6. Kombe la shirikisho ukiingia hatua ya makundi, wa mkiani akimaliza anapata pointi 0.5, wa pili kutoka mkiani au kwa lugha nyingine kwenye kundi nafasi ya 3 anapata pointi 1, wale wawili wa juu wanafuzu hatua robo finali wanapata pointi 2, nusu finali kwenye kombe la shirikisho pointi 3, finali pointi 4, bingwa pointi 5. Hili ni jambo la kwanza. La pili, hizo pointi ukishavuna kulingana na hatua uliofikia kwenye michuano hii ya CAF, ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho, unaangaliwa umezipata katika msimu upi. Katika misimu mitano inayohesabiwa, msimu uliopo kama ndo kwenye hiyo hatua uliofikia unazidisha mara 5, msimu wa nyuma yake mara 4, msimu wa nyuma yake mara 3, wa nyuma yake mara 2, mpaka wa nyuma yake kabisa, ambao sasa tukihesabu kutoka msimu uliopo maana yake unakuwa wa 5, tunazidisha mara 1. Kwa hiyo uliopo 5, wa nyuma yake mara 4, wa nyuma yake 3, nadhani nimeliweka vizuri, si ndio? Sasa msimu wa 2024 2025, yani ukianza kuhesabu misimu mitano, hizo pointi zinavyopatikana, zile nafasi, matumizi yake ni kwa msimu unaofuatia. Hapa sisi nimeleka vizuri Tuntu. Ndio hakika. Hivi sasa tupo msimu wa 2025 2026. Maana yake point au nafasi za viwango vya ubora zilivyopatikana zilianzia 2020-2021 mpaka 2024-2025, ndipo unapata misimu mitano. Alafu viwango vyake sasa vinatumika kwa msimu huu unaofuatia ambao ni 25-26. Kwa lugha nyingine, hivi viwango vya sasa msimu utakapokamilika matumizi yake sio msimu huu, ni msimu 26-27. Kwa lugha nyingine 26-27 viwango vyake matumizi yake ni 27-28. Nadhani unaelewa vizuri. Ndio. Sasa hapa nimeongea hivi, nimefanua hivi kwa sababu katika kila msimu uliopo viwango vyake vilivyofanya timu ziingie na ndivyo vinavyotumika na CAF katika ratiba zake ni matokeo ya misimu mitano iliyopita. Lakini ukishaingia katika msimu uliopo, ukitaka viwango latest vya kila klabu kwa msimu huo, maana yake uangalie hivi ambavyo wameingia navyo, kwa sababu vile vinakuwa vimesha expire. Badala yake kwenye machimbo yao watazamaji wako waende kwenye msimu wa 2026 2027, ndio inaonyesha viwango latest vya msimu 25-26. Ukifika 26-27 ukitaka kujua viwango latest, viwango vyenyewe haswa vya wakati husika, unachungulia kwenye 27-28. Ndio. Ukifika 27-28 unaangalia 28-29. Hapa ndo wengi nao wachanganya. Kwa sababu ukiangalia kwa sasa viwango vinavyotumiwa na CAF ni vile ambavyo vimeanzia 2020-21 mpaka 24-25, na ndio vinavyotumika sasa, ambavyo Yanga ilikuwa ya 12 na pointi 34, Al-Hilal Omdurman ilikuwa ya 11 na pointi 34. Ukiangalia ya kwanza ilikuwa ni Al-Ahli ya Misri ilikuwa na pointi 78, ya pili ilikuwa Mamelodi ya Afrika Kusini ina pointi 62, ya tatu ilikuwa Esperance de Tunis ina pointi 57, ya 4 ilikuwa RS Berkane ina pointi 53, ya 5 ilikuwa Simba ina pointi 48, ya 6 ilikuwa Pyramids ina pointi 47 na kadhalika. Umeshaona? Lakini sasa baada ya kuingia 25-26, ile misimu mitano unatakiwa uhesabu kuanzia msimu uliopo ili kupata viwango latest ambavyo matumizi yake sio msimu huu kama nilivyotoka kufafanua. Sasa ukihesabu misimu mitano kuanzia msimu huu, tunazungumzia 25-26 ndio huu moja. Wa pili ni 24-25, wa tatu 23-24, wa nne 22-23,
wa 5 ni 21 22. Kwa hiyo ule wa 20 21 haupo tena, umesha expire, hauhesabiwi kwa kupata viwango latest. Ila kwa viwango vinavyotumika sasa ulihesabiwa, na ndivyo vinavyotumiwa na CAF katika mpangilio wake kwenye ratiba zake na namna ya kuziweka timu hata wakati utakapofika kuweka pots. Lakini kwa viwango latest huwezi kaangalia hivyo kwa sababu visha expire, kwa sababu ule msimu 2021 ukihesabu kuanzia sasa ni wa 6, ule una drop. Madhara yake ni nini? Ukiudrop ule msimu 2021 kuna baadhi ya timu zitaathirika kwa sababu ni msimu ambao walipata point, lakini hizo point hazipo tena. Umeshanielewa? Hilo la kwanza. Lakini la pili kitakachoathirika ni vizidishio, kwa sababu tulipokuwa tunahesabu msimu wa 2021 pointi timu ilipopata, kwa wakati huo tulikuwa tunazidisha mara moja, 21 22 tunazidisha mara mbili hizo pointi. Kwa namna klabu hatua iliyofikia ambayo nimetoka kufafanua, 23 24 ilikuwa inazidisha mara 3, 24 24 25, yani ilikwenda kuanzia 24 25 ilikuwa tunazidisha mara 5, 23 24 mara 4, 22 23 mara 3, 21 22 mara 2, 20 21 mara 1. Lakini kitendo cha kuhama katika kuhesabu misimu, tunaanzia sasa 21 22 ambao pointi zilikuwa zinazidishwa mara 2, sasa zinazidishwa mara 1. 22 23 ulikuwa unazidishwa pointi mara 3, sasa inazidishwa mara 2. Unaenda hivyo mpaka uwe 25 26 ambao pointi zinazidishwa mara 5. Umeshaona hapa pointi zinavyoathirika. Ndio. La pili muhimu, msimu huu 25 26 mpaka sasa hakuna timu imeingia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho, kwa sababu ndio kwanza timu zinakwenda kucheza raundi ya pili ya awali ili kuingia makundi. Kwa hiyo klabu zote Afrika hivi sasa hazina pointi yoyote kwa msimu wa 25 26 tuliopo. Kwa hiyo zote zina 0-0-0. Kwa hiyo tunapohesabu pointi kwa sasa, kwa sababu hamna timu iliyoingia, kuna 0-0-0. Tunaohesabu pointi ni ambao sasa ni 0 kwa msimu huu 25 26, si ndio uliopo, tunazidisha mara 5. 0 mara 5 ni 0. Kwa hamna timu yoyote Afrika hivi sasa ina pointi kwa msimu 25 26 kwa sababu bado hatujafika hatua ya makundi. Lakini msimu wa 24 25 kuna timu zilipata pointi, tutazidisha mara 4 sasa. Ambayo kwa mfano Simba ilifika fainali ya kombe la shirikisho. Ukifika fainali kwenye kombe la shirikisho unapata pointi 4. 4 tunazidisha mara 4 kwa msimu 24 25. Itakuwa pointi 16. Au timu kama RS Berkane msimu wa 24 25 ilitoa ubingwa kombe la shirikisho. Kwa hiyo ilipata pointi 5. 5 mara 4 ni pointi 20. Au bingwa Pyramids msimu wa 24 25 ilitoa ubingwa ligi ya mabingwa ikapata pointi 6. 6 tunazidisha mara 4 zinakuwa pointi 24. Si ushaelewa vizuri? Kwa hiyo kwenye pointi za Simba kwa mfano utachukua 0 ya msimu huu, alafu utajumlisha 16 za msimu uliopita sababu ilifika fainali kombe la shirikisho. Au Pyramids utachukua 0 ya msimu huu, maana hawana point kama timu nyingine. Alafu msimu uliopita utazidisha 24 ambapo ilitoa ubingwa ligi ya mabingwa ikapata pointi 6, tunazidisha mara 4 inakuwa 24. Sasa kwa mtindo huu pointi zimeathirika kwa kila timu. Lakini zilivyoathirika maana arrangement nayo imebadilika. Tunaanza kwa viwango vya sasa baada ya kuondoa msimu wa 2020-21 halafu kujumuisha msimu wa 25-26 ambao una pointi 0-0, lakini tumeshaanza msimu mpya, uwezo kuhesabu msimu wa 2021 kwa sababu kujumuisha huu unakuwa msimu wa 6. Na kuhesabu anahesabu na msimu uliopo. Kwa sasa mpangilio upo kama ifuatavyo. Al Ahly wale ambao ni namba 1 walikuwa wakati tukiingia msimu huu walikuwa na pointi 78. 78 walizipataje? Ni pamoja na msimu wa 2021 walipotoa ubingwa wa ligi ya mabingwa. Walipotoa ubingwa maana walipata pointi 6. 6 kwa msimu ule ulikuwa unazidishwa mara 1, kwa hiyo walikuwa na pointi 6 katika pointi zao zile 78. Lakini kwa sababu zimeondoka na vizidishio vimebadilika, hivi sasa Al Ahly ni namba 1 wana pointi 58. Namba 2 ni Mamelodi Sundowns ambao walikuwa namba 2 wana pointi 62. Hivi sasa Mamelodi pointi zao zimepungua, ingawa bado wako nafasi ya pili, sio tena pointi 62. Badala yake Mamelodi wana pointi 43, ndio wanashika nafasi ya pili. Nafasi ya 3 ni Esperance de Tunis. Esperance de Tunis walikuwa na pointi 57. Sasa hivi wako nafasi ya 3 wana pointi 38. Nafasi ya 4 ni RS Berkane. RS Berkane walikuwa na pointi 53. Hivi sasa bado wako nafasi hiyo ya 4 lakini wana pointi 37. Nafasi ya 5 ilikuwa Simba ya Tanzania, ina pointi 48. Lakini kutokana na athari hizi za kuingia tayari msimu 25-26, tukiuondoa 20-21 kama nilivyotoka kueleza, Simba hivi sasa sio ya 5. Ya 5 ni Pyramids
ambayo ilikuwa ya 6 na pointi 47, sasa hivi ni ya 5 na pointi 33. Ya 6 ni Simba ya Tanzania, ilikuwa ya 5 ina pointi 48, sasa hivi ni ya 6 ina pointi 33, sawa na Pyramids. Lakini kwa nini Pyramids wako wa 5, Simba wa 6 wakati zote zina pointi 33? Ni kwa sababu taratibu za CAF kwenye viwango vya ubora, pointi zenu zikilingana, anayekuwa juu ya mwenzake ni yule ambaye hivi karibuni amepata pointi nyingi zaidi kuliko mwenzake. Sasa Simba na Pyramids hivi karibuni, Simba walifika fainali kombe la shirikisho wakapata pointi 16. Zilipatikanaje? Nitoka kusema kwamba walifika fainali ya kombe la shirikisho ambao wanapata pointi 4 kwa msimu 24 25, tunazidisha mara 4 ni pointi 16. Pyramids walitoa ubingwa ligi ya mabingwa ambao unapata pointi 6 kwa msimu 24 25, unazidisha mara 4 unapata pointi 24. Kwa hiyo Pyramids msimu latest wa hivi karibuni walivuna pointi 24, Simba pointi 16. Ndio maana Pyramids wana pointi sawa na Simba 33, lakini wako nafasi ya 5, Simba ya 6, kwa sababu hiyo nilitoka kuelezea. Ya 7 ni Zamalek ya Misri ambayo yenyewe ina pointi 29. Ya 8 ni USM Alger ina pointi 27. Ya 9 Yanga ya Tanzania ambayo ilikuwa ya 12 na pointi 34, sasa hivi ina pointi 25, lakini iko nafasi ya 9. Ya 10 ni Al Hilal Omdurman ambayo ilikuwa ya 11 na pointi 34, sasa hivi ni ya 10 ina pointi 24. Nadhani imeeleweka vizuri. Kwa atakayefuatilia vizuri maelezo haya ndipo atakapoelewa. Msingi wake ni kwamba pointi zimeathirika kwa timu zote. Zimeathirika kwa sababu gani? Moja, ule msimu wa 2021 baadhi ya timu zilipata pointi kule, haupo tena. 2, vizidishio vimebadilika. Pale palipokuwa panazidishwa mara 2, sasa ndio mara 1 ambayo ni 21 22. Kwa sababu hapo kabla ulikuwa unazidisha mara 2 kwa sababu mara 1 ni 21, mara 2 21 22. Hivi sasa 21 22 ni mara 1. Inabadilika mpaka hapa tulipo. Lakini la 3 ni kwamba kuna baadhi ya timu kwenye hii misimu ule wa 2021 walikuwa na pointi, alafu 21 22 pengine hawakuwa na pointi. Matokeo yake ule msimu ambao walikuwa na pointi haupo, umewaathiri. Athari nyingine ni kwamba kwenye msimu huu uliopo latest ambao timu zinatazamiwa zivune pointi, timu zote zina 0, kwa sababu ili upate pointi lazima uingie hatua ya makundi. Timu zote mchakato bado hazijaingia hatua ya makundi, ndio maana athari zimekuwa hizi. Lakini msisitizo la mwisho, anayetaka kuona viwango latest usiangalie hivi vinavyotumika sasa, kwa sababu vyenyewe ni vya misimu 5 iliyopita, yani 2021 mpaka 24 25. Lakini msimu tuliopo 25 26 unatakiwa, ukitaka viwango latest unaangalia 26 27, ndio siri ambayo wengi na wavuruga. Viwango latest huangalii kwenye msimu huu, kwa sababu hivyo unavyoviona vya msimu huu ni vya misimu 5 iliyopita. Ukitaka vya msimu huu kuhusisha, maana unaangalia 25 26 27, maana hapa ni 25 26. Kwenye 26 27 utaona namna viwango vinavyoendelea. Lakini lingine, viwango hivi haviko fixed. Timu zikiingia hatua ya makundi vitabadilika hiyo orodha, kwa sababu kuna timu zitapata pointi nyingi zaidi, timu zitakazochemsha kuingia hatua ya makundi hazitapata pointi. Kwa hiyo kuna mabadiliko yatatokea, na timu ambayo pengine kwa mfano Al Ahli ya Misri si inaongoza na pointi 58, ikiingia hatua ya makundi tu inapata pointi 1. Timu zote zikiingia makundi kabla michuano kuanza kwenye ligi ya mabingwa, assumption ni pointi 1, kwa sababu timu ya mkiani ndio upata pointi 1, kwa sababu hujui nani atakuwa nafasi ya ngapi. Assumptions zote zinakuwa na pointi 1, unazidisha mara 5 itakuwa pointi 5, ukijumlisha na ile 58 walizonazo watakuwa na pointi 63. Yani mfano wake, au Yanga kwa mfano hivi sasa ni wa 9, wana pointi 25. Wakiingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa kuwatoa Silver Strikers, watavuna pointi 1 kwa uhakika kabla michuano kuanza, kwa sababu ni pointi ya uhakika ya mkiani. 1 mara 5 unapata pointi 5, unaongeza na zile 25 zinakuwa 30, ambayo hapo tutakuja kujadili tena ni kwamba bila kujali matokeo ya timu nyingine, Yanga itapanda tena, itakuwa ya 8, kwa sababu timu iliyokuwa juu yake ambayo ni USM Alger ina pointi 27, lakini yenyewe inashiriki kombe la shirikisho ambalo ikiingia makundi pointi zake ni 0.5, kwa sababu zote kabla ya kucheza unapata 0.5 kwa timu inayokuwa mkiani kwenye kombe la shirikisho. Ukizidisha mara 5 inakuwa 2.5. 2.5 ukiongeza na zile 27 walizonazo atakuwa ni 29.5. Wakati huo Yanga kama wanaingia makundi, nimeshasema watakuwa na pointi 30. Kwa hiyo Yanga watapanda juu ya USM Alger, hata kama USM Alger watashinda na kuingia hatua ya makundi. Nadhani nimejaribu kufafanua, kwa sababu USM Alger wanashiriki kombe la shirikisho ambalo pointi zake sio sawa na ligi ya mabingwa. Kama yupo ambaye hajaelewa aendelee kuuliza kupitia majukwaa haya.
tutaendelea kufafanua, lakini nadhani nimejitahidi kufafanua kadri iwezekanavyo. Anahitaji kuelewa ni kufuatilia tu hiki tulichofafanua, kwamba kile unachokiona sasa kwenye viwango vya ubora vimesha expire, ila matumizi yake ndiyo msimu huu. Kafu viwango vya ubora ndani ya misimu mitano, matumizi yake ni msimu unaofuata. Kwa hiyo ndio maana hivi unavyoona ndio vinavyotumika sasa katika mpangilio wa ratiba za CAF, na hata tutakapofikia kwenye makundi juu ya kujua nani kwa poti 1 poti ipi, wataangalia hivi viwango vya misimu mitano iliyopita kuanzia 2021 mpaka 24 25, ndio misimu mitano. Lakini kujua vya hivi vinavyoendelea sasa, unaangalia msimu 26 27, ndio unapata kuanzia 21 22 mpaka 25 26, ambavyo ndio viwango sahihi kwa sasa. Mzee Data, mimi nimekupata vizuri kwa maana ya kwamba kwa sasa hivi timu zote zina 0-0 kwa msimu huu. Ni 0 kwa sababu upate pointi mpaka uingie hatua ya makundi, lakini haimaanishi zote zina 0. Kwa sababu gani? Kuna pointi walizokusanya 24 25, 23 24, 22 23 na 21 22. 0 tunayosema ni ya msimu 25 26. Hapa tunapozungumza pointi walizonazo Al Ahly kwa msimu huu 25 26 ni sawa na pointi walizonazo Singida Black Stars, Azam, Simba, Yanga, Mamelodi, kwa sababu zote ni 0, ndio mpaka KMKM zote ni 0-0-0. Ila baada ya raundi ya pili mechi zake kukamilika, ndio tutajua sasa kwa msimu huu timu gani imepata pointi zipi. Mzee Data, si kutokea hapa umefafanua vizuri, hatuna la ziada, naomba nikutakie siku njema. Shukrani jazilan.